Baada ya sisi kuzungumza nanyi tarehe 3 Aprili, yako matukio mbalimbali ambayo yameendelea kutokea. Moja na ambalo kwa kweli ni utamaduni mpya ni kuhusu wanachama na watiania waliounga mkono waraka wa G55 kuendelea kutishiwa ndani ya chama na maelekezo kupelekwa ngazi ya chini kabisa ya matawi ya chama kwamba yatufukuze uwanachama wale wote tunaosema haki ya kugombea ni haki ya kikatiba kwa mujibu wa katiba ya Chadema, ni malengo ya Chadema, eti wafukuzwe uwanachama. Na maelekezo haya yameenda maeneo mbalimbali kwa viongozi wetu. Ni utamaduni mpya kwenye chama chetu. Hatujawahi kuwa na utamaduni huo. Ndani ya chama chetu tumeishi tukiwa na maoni na mitazamo tofauti kwa kipindi kirefu sana. Nitawakumbusha mwaka 2007, 2008 Zitto Kabwe alipoteuliwa kuwa kwenye kamati maarufu ya madini iliyoitwa kamati ya Mzee Bomani, chama kilimzuia asiwe mjumbe kwenye kamati hiyo. Lakini Zitto aliendelea kushikilia msimamo wake. Hatukuwaza kumfukuza uwanachama. Akashawishi chama. Na nakumbuka moja ya kamati kuu tulimtaka Zitto aeleze wanajadili nini. Zitto akasema nina kiapo, siwezi kusema kwa sababu tumekula kiapo. Aliungwa mkono na mzee Edwin Mtei. Ndani ya kamati kuu mzee Mtei akasema hapana, mtu mwenye kiapo hawezi akazungumza mambo ambayo amekula kiapo nje ya kiapo chake. Na Zitto hakufukuzwa wala hakuna aliyewaza afukuzwe. Marehemu Profesa Mwesiga Baregu mwaka 2012 alipoteuliwa kwenda kwenye tume ya Warioba, kama mnakumbuka, alisema ndani ya kamati kuu na nje ya kamati kuu, baada ya kamati kuu kumtaka ajitoe, akasema nikiambiwa nichague kati ya chama na nchi, nitachagua nchi. Na Profesa Baregu alishikilia msimamo wake, na chama hakikuwahi kuwaza eti kimfukuze uwanachama kwa sababu aliamua kuweka msimamo wa kusimamia maslahi ya nchi. Aidha, miaka ya hivi karibuni tulipokuwa kwenye maridhiano baina ya Chadema, Chama cha Mapinduzi na serikali, lilijitokeza kundi la viongozi ndani ya chama, akiwemo wakati huo makamu mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, mjumbe wa kamati ya maridhiano ambaye sasa ni makamu mwenyekiti wa chama bara Mheshimiwa John Heche, mjumbe wa kamati kuu ya chama ya sasa Godbless Lema, na aliyekuwa pia mjumbe wa kamati kuu Peter Msigwa. Waliendesha harakati kwamba chama kijitoe kwenye maridhiano wakati alikuwa maamuzi ya baraza kuu la mwezi Mei mwaka 2022. Wakaendesha harakati kwamba chama kijitoe kwenye maridhiano, lakini hakuna aliyesema hawa watu tuwafukuze uwanachama kwa sababu wanapinga maamuzi ya baraza kuu. Ni kwa sababu chama chetu kimejengwa kwenye misingi ya kusikiliza. Na mfano wa mwisho ni wa viongozi niliowataja. Walipinga hadharani operesheni ya chama ya GF, Grassroots Fortification, na kupuuza kabisa kazi zilizofanywa na walioitwa JOCO, Jimbo Operation Commander, ambao walifanya kazi kubwa na ngumu kweli kweli katika taifa hili. Mtakumbuka tulizuiliwa kufanya siasa tangu mwaka 2016.
tuliporuhusiwa kufanya siasa mwezi Januari mwaka 2023, tulikuwa tumeshafika mwaka wa uchaguzi wa ndani ya chama. Ikabidi, kwa sababu chama kilishapooza huko chini, tuanzishe operation ya GF, grassroots fortification, kungomesha chama kule chini mashinani. Tukateua watu walioitwa majoko. Operation hii iliendeshwa na naibu katibu mkuu bara wakati huo, ndugu Benson Kigaila. Tangu mwaka 2023 Kigaila hakuwahi kurudi kwenye familia yake, mpaka mapema mwishoni mwa mwaka 2024 mwezi Disemba ndio alimaliza operation kanda ya kaskazini. Hakuwahi kurudi. Lakini viongozi hao niliowataja walipinga operation hiyo hadharani na waziwazi. Hakuna aliyesema au kupendekeza tuwafukuze wanachama. Kwa leo watu wanaosema kwamba G55 wafukuzwe wanachama ni watu waliokosa uvumilivu ambao umejengwa kwa miaka mingi na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na ndio utamaduni wetu wa kukosoana kwa hoja, kusikiliza hoja. Tuna utamaduni wa kupima uzito wa hoja. Kwa hilo tumeona kwamba tuliseme, kwa sababu ni utamaduni ambao unamea kwa kasi sana, ukishereheshwa na matusi ya kutosha. Yaani leo ukisema chochote hata cha kushauri chama kinyume na kile ambacho wanataka kusikia, my friend, matusi ni mengi kupindukia. Kwa hiyo tunakishauri tena chama, utamaduni huo, njia hiyo wanayotaka kuchukua sasa, haitakiacha chama chetu salama. Waachane nao, kwa sababu sio utamaduni wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambacho tunatakiwa tuwafundishe wenzetu waige utamaduni huo. Leo kama ukikosolewa ndani ya chama unawaza kufukuza wanachama wako, tena watiania wa ubunge waliogombea 2020 ambao wamekifanya chama hiki leo kinapata ruzuku, kisa wanatoa maoni na mawazo mbadala. Hivi ukipewa dola utasikiliza sauti za wapinzani wako kweli? Kama leo huna dola unawaza silaha ni kufukuza, hivi siku akipewa dola itakuwaje? Utamaduni huu ni mbaya na unakipeleka chama chetu matopeni. Kwa hiyo tunaendelea kushauri viongozi wetu wawe tayari kusikiliza maoni na mawazo mbadala. Jambo la pili ni chama chetu kutokusaini kanuni za maadili na kukifanya sasa kujiondoa rasmi kwenye uchaguzi. Jambo hili limeua ndoto za wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Watu wako kwenye Chadema kwa sababu wanawiwa kuwa madiwani wa wawakilishe wananchi kwenye kata zao. Watu hawa ndoto zao zimeuawa. Wako akina mama wanawiwa kuwa madiwani wa viti maalum wakakiwakilishe chama na wananchi wao kwenye kata zao. Wakina mama hawa ndoto zao zimekufa. Wako watu wanataka kuwa wabunge kwa kutokusaini kanuni. Ndoto za watu hawa zimekufa mpaka mwaka 2030. Hatuna uhakika kama tutakuwepo, Chadema itakuwepo ama la. Lakini tunawasikia viongozi wetu wakisema bora chama kife. Tumemsikia makamu mwenyekiti bara. Wanafika mahali wanajaribu kuonyesha kwamba bado kuna mlango wa kimiujiza unaweza kufunguka. Tumemsikia mwanasheria mkuu wa chama
akisema wanaweza bado kwenda kushiriki uchaguzi. Kanuni kifungu cha 1.5 kinasema wazi, chama kisichosaini maadili hakitakuwa na haki ya kushiriki uchaguzi. Kanuni zimeshakuwa gazetted, zimechapishwa kwenye gazeti la serikali. Sasa ni rasmi kwamba Chadema haitashiriki uchaguzi mkuu wa 2025. Watu hawa waliokuwa na ndoto za muda mrefu, na wengine wamekitumikia chama hiki kwa miaka mingi, ndoto zao zimeuawa kwa sababu tu ya kiburi cha viongozi wetu. Pale awali nimesema viongozi wa dini, Pasaka yote hii wote wanaunga mkono mabadiliko, reforms, lakini hakuna mmoja aliyesema tukazuie uchaguzi. Wote wanatuhimiza waumini tukashiriki uchaguzi, lakini wanaitaka serikali ihakikishe uchaguzi unakuwa huru na wa haki. Ndicho walichosema, si ndio? Sasa sisi kiburi chetu kinatuambia tutazuia uchaguzi. Tukiulizwa tutazuiaje, tunasema tutaingia barabarani. Tukiulizwa watu wasipojitokeza, na unaingia barabarani, unampinga nani? Kwa sababu wakati wa uchaguzi siku hiyo watakuwepo wananchi ambao wanakwenda kupiga kura. Sasa sisi tunaotaka kwenda kuingia barabarani tunaenda kuzuia hawa wananchi? Kwa sababu huo ndio ukweli. Nchi hii sio ya chama kimoja, kwamba wananchi wote ni Chadema, wako wa vyama vingine wanaenda kwenye uchaguzi. Unaposema tuingie barabarani kwenda kuzuia uchaguzi, unakwenda kuwazuia hawa wananchi wanaokwenda kupiga kura, unakwenda kumzuia nani? Kwa sababu huko barabarani utakutana na wale wa vyama vingine wanaenda kwenye kupiga kura. Wewe unaenda kumzuia yupi? Unataka kuzuia tume, utaikuta wapi tume siku hiyo barabarani? Hiyo tume haitakuwepo huko barabarani. Tume itakuwa kwenye vituo. Sasa unaenda kumzuia nani? Tunajidanganya kwamba tunaweza kwenda kuzuia hawa wananchi haki yao ya kwenda kupiga kura, jambo ambalo halitawezekana na sio rahisi kama tunavyofikiria. Ndugu zangu, tuliposhauri chama kikasaini, tulikuwa tunafahamu madhara ya kutokusaini, kwa sababu kundi la G55 linaundwa na watu ambao wamewahi kugombea ubunge katika nchi hii, na wengine wamewahi kuwa wabunge kwa miaka 15. Wako G55, wametunga sheria, wanafahamu kanuni. Kwa sio kundi la watu ambao wanasema bila kuwa na ufahamu na uelewa. Kwa tuliposhauri tulijua madhara ya hiki kitu. Ndio hivyo. Jana nimemsikia msaidizi mmoja wa kiongozi wa kitaifa Bwana Odero ameanzisha naye mchango, anasema anataka kwenda mahakamani kupinga kanuni. Mwanasheria mkuu wa chama alipoulizwa mtaenda mahakamani, hakujibu hilo swali, kwa sababu anajua kwenda mahakamani ni baada ya uchaguzi. Wameua ndoto na sasa wanajaribu kutafuta namna ya kujirejesha kwenye misingi. Ndugu zangu, chama chetu cha Chadema kwa muda mrefu tangu kilipofanywa mabadiliko makubwa mwaka 2006 na kabla ya hapo mwaka 1993 kimejengwa kwenye misingi ya kimapambano. Hatujawahi tangu tusajiliwe kukimbia mapambano, na hasa ya uchaguzi. Katika mazingira magumu sana, mwaka 93 chama ndio kimeundwa.
tulishiriki uchaguzi mdogo kule Kigoma na Dr. Amani Walid Kaburu, pamoja na mizengwe yote iliyofanywa na serikali ya wakati huo. Rais Mwinyi akatumia ndege ya serikali kwenda kufanya kampeni na magari ya serikali. Hatukujitoa wala kukimbia. Tukashinda, hawakututangaza, tukaenda mahakamani, mahakama ikatengua ule uchaguzi. Hatukuwahi kusema hatushiriki. Mwaka 93 chama chetu kimejengwa katika mapambano. Uchaguzi mdogo wa Tarime mwaka 2008 ulikuwa wa mapambano kweli kweli. Hatukuwahi kusema tukimbie uchaguzi. Uchaguzi mdogo wa Arumeru Magharibi mwaka 2012, kiongozi wetu Bwana Mbwambo alichinjwa kwa chainsaw, shingo ikakatwa kwa chainsaw. Hatukusema tukimbie mapambano. Leo viongozi wetu wanasema kwenda kwenye uchaguzi ni kupeleka watu wakauawe. Lakini twendeni tukazuie uchaguzi. Ni mapambano yapi yatakayomwaga damu? Sisi wa Chadema tutakapoanza kuwazuia wanachama wa vyama vingine na wananchi wanaohimizwa na viongozi wao wa dini kwamba wakashiriki uchaguzi, si mapambano ya wenyewe kwa wenyewe hayo? Ni wapi damu itamwagika zaidi? Tunataka hili Watanzania walitafakari na liwaingie. Tusipende kupeana maneno malaini ya uongo hivi. Leo baada ya chama kujitoa kwenye kushiriki uchaguzi, viongozi wa chama wanahaha, wanawaambia wana Chadema huko kwamba subirini, tunaweza kupata fursa ya kusaini. Tunasubiri huo muujiza, kwa sababu wako watu kwa maelfu na wengine wameshaanza kuondoka kwenye chama. Ndugu zangu, tumesikia kule Ruvuma madiwani wameondoka. Tumesikia kule Arumeru aliyekuwa mtiania wa ubunge mmoja wapo ameondoka kwenye chama. Na wengine wanauliza tufanye nini? Kwa sababu wako wanachama wengi wa Chadema wenye ndoto za kuwatumikia wananchi wa maeneo yao. Wako madiwani 85 wakata wanauliza, kwa sababu tayari ni madiwani, wanaamini wamefanya kazi nzuri ya kuwawakilisha wananchi wao, kwa hiyo wanaweza kuchagulika tena. Wafanye nini? Wito wetu, tunawaomba watulie kwa sasa. Wakati tukiendelea kutafakari pamoja na chama chetu, tunawasihi na kuwashauri watiania wenzetu wote wa ubunge, udiwani na uraisi watulie ndani ya Chadema. Wasifanye maamuzi ya haraka na ya hasira. Wasihame chama wala wasikate tamaa za kuendelea na shughuli za kisiasa kwa wakati huu. Kwani hata sisi tulioko mbele mnaotuona wa G55, watu wanafikiri G55 ni ya Mrema. Mimi nimetangulizwa tu. Nazungumza kwa niaba ya watu. Na ndio maana ndugu zangu waandishi wa habari, mtaniwia radhi. Wale mnao nitafuta binafsi nije kwenye interview na wakwepa sana, kwa sababu ninayosema sio yangu binafsi. Ninazungumza kwa niaba ya kundi kubwa. Tunashauriana kabla ya mimi kuja kuyasema. Kwa hiyo ninayosema sio yangu. Hata wale wanachama na viongozi wa Chadema wenye hasira na mimi, mnanikosea tu. Kwa hiyo sisemi ya kwangu. Mimi ni speaker tu. Nazungumza kwa niaba ya kundi kubwa. Kwa hiyo wanachama wenzetu tunawasihi watulie kwa muda, wasifanye maamuzi, tuendelee kushauriana.
Tunaendelea kushauriana na makundi mbalimbali ya wadau wa demokrasia wenye nia na kupata njia nzuri, halali na yenye tija zaidi itakayowezesha watu kutimiza ndoto zao, matamanio na matumaini ya Watanzania, kupata viongozi wawakilishi mbadala kutoka katika kundi kubwa la wanasiasa na viongozi mahiri wa Chadema. G55 inaamini kwamba bado wanachadema wenyewe tunao uwezo na uhakika wa kupata ufumbuzi wa ndani wa changamoto zote za kidemokrasia zinazotukabili. G55 tutatoa taarifa ya kina zaidi kuhusiana na jitihada hizi tunazoendelea nazo hivi karibuni. Kwa hiyo tunawasihi wanachama na viongozi wa Chadema, hebu watulie. Hivi karibuni tunaposema sio muda mrefu sana, kwa sababu tunaangalia njia bora na tunaendelea kushauriana na viongozi wetu watushauri namna nzuri ya kukishikilia chama chetu kisiparanganyike. Kwa leo tumewaita tuwaeleze haya kwa uzito, na tuwaombe sana waandishi wa habari myafikishe kwa uzito huo huo, kwa sababu kama taifa tuko mahali ambapo sio pazuri sana, na kama chama. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na naomba nimalizie jambo moja. Kuna kitu kinasemwa lakini hakisemwi kwa ufasaha: kutokusaini maadili. Kanuni ya sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 kifungu cha 162 ndio kimeipa tume mamlaka ya kutunga kanuni, na imesema kwa madhumuni ya kusimamia uchaguzi wa haki, huru na amani, na baada ya kushauriana na vyama vyote vya siasa na serikali, tume itaandaa na kuchapisha katika gazeti la serikali kanuni za maadili ya uchaguzi zitakazosainiwa maadili ya vyama vya siasa, serikali na tume wakati wa kampeni za uchaguzi na utaratibu wa utekelezaji wake. Kifungu kidogo cha 3 kinasema mtu ambaye atakiuka masharti ya kanuni za maadili ya uchaguzi ataadhibiwa kwa mujibu wa kanuni hizo. Kwa wale wanaosema kwamba kanuni haziwezi kutoa adhabu, sheria ndio iliyofungua milango kwamba kanuni ndio ziweke adhabu. Kwa kifungu cha 1.5 cha kanuni kimewekwa kwa mujibu wa sheria kifungu cha 162 kifungu kidogo cha 3. Kwa wanasheria wetu watuelekeze vizuri, wasisome kanuni nusu, kwa sababu wanajaribu kutufanya tuamini kwamba kanuni hazina mamlaka ya kuweka adhabu. Adhabu hiyo ni kwa mujibu wa sheria. Sisi tunaelewana? Na ukisoma kanuni ya sheria ya Kiingereza imetumia maneno shall. Kwa hiyo wanasheria wetu wakati wanaendelea na mijadala wasome mpaka mwisho kifungu cha 162 kifungu kidogo cha 3, waunganishe na katiba ibara ya 74 kifungu kidogo cha 12 ambacho kinasema maamuzi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi hayatahojiwa katika mahakama ya ngazi yoyote ile katika taifa hili.